Hatimaye familia ya mwanamke aliyefariki akiwa kazini Saudi Arabia imeweza kumzika nyumbani kwake. Jane Omondi kutoka Kaloleni, kaunti ya Kilifi, alifariki mwaka 2024 na kuzikwa huko Saudi Arabia bila ufahamu wa familia yake. Watetezi wa haki za kibinadamu wanasema kifo chake ni dhihirisho la visa vinavyoendelea vya unyanyasaji wa Wakenya wanaofanya kazi katika nje ya nchi. Baba ni asanti. Baada ya zaidi ya mwaka mmoja na nusu wa maumivu, familia ya Jane Omondi hatimaye iliweza kumzika nyumbani. Mumewe Samuel Gumbao alielezea mateso ya familia hiyo baada ya wakala aliyemsaidia Jane kusafiri Saudi Arabia kutoweka wakati maelezo kuhusu kifo chake yalianza kufichuka. Jane akaaga tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka wa 2024. Tumetembea hapa na pale, tumekoniwa, nimeharibu pesa ili kufanikisha mke wangu nitamwona vipi ama nitamzika vipi. Hali tumepitia ilikuwa ngumu sana. Mpaka ilikuwa tumeshainua mkono. Kwa sababu tulijaribu sana tangu tuanze. Mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu Alex Mwanza anasema kumekuwa na ongezeko la wakala wa ajira wa uongo ambao huwaacha wafanyakazi wa Kenya hasa katika nchi za Kiarabu. Kwa hivyo tumepokea hawa wawili na tuna imani wale wengine 5 bado pia watakuja Kenya. Kwa hivyo tumekuja kusema asante kwa serikali na izidi kutushikilia. Wakati huo huo, familia nyingine 5 zinataka kurejeshwa kwa miili ya jamaa wao waliozikwa Saudi Arabia. Kwa hivyo tumepokea hawa wawili na tuna imani wale wengine 5 bado pia watakuja Kenya. Kwa hivyo tumekuja kusema asante kwa serikali na izidi kutushikilia. Serikali imehimizwa kurekebisha sheria zinazohusu ajira za nje ya nchi ili kulinda maslahi ya Wakenya wanaofanya kazi nje. Wakenya wetu mbali na kwamba wanateswa, wasimame imara, waimarisha sheria za wafanyaji kazi ambao wanafanya kazi nchi za nje, na yeyote ambaye atakayekuwa ameaga dunia asizikwe taifa la Saudi Arabia. Maria Mboni nikiripotia Dira ya Magwiji.